Ni kwa mara nyingine tena siku ya leo tunapata nafasi nzuri ya kukutana ndani ya MWK TV, Mwana Weka Haya TV. Unaweza ukasubscribe, ukalike, ukashare, then kudrop comment, unatuambia unatufuatilia ukiwa wapi, kwa sababu tupo duniani kote. Mimi naitwa Gasamba Kane Uji. Siku ya leo utapata nafasi nzuri ndani ya kipindi chetu Ukweli Uko Hapa. Kuna vitu ambavyo unakuwa unavifahamu lakini unakuwa huna ukweli, lakini kupitia Mwana Weka Haya TV Ukweli Uko Hapa tutajua ukweli, na leo tutapata nafasi nzuri sana ya kujadiliana mawili matatu na mmoja kati ya watu wakubwa sana hapa mjini Uvira, anajulikana kwa jina la Robert Mayani. Karibu sana kaka mkubwa Robert Mayani. Asante. Karibu sana. Asante. Karibu kae. Asante. Habari za masiku? Salama ndugu. Bila shaka ndo mara ya kwanza unafika hapa ndani ya Mwana Weka Haya TV. Ndio, mara ya kwanza. Karibu sana. Asante. Na ubarikiwe. Asante sana. Hivi ukikutana na mtu anakuuliza Robert Mayani ni nani, unaweza kumjibu nini? Ndio, nikikutana na mtu ananiuliza Robert Mayani ni nani? Robert Mayani ni kijana wa Uvira ambaye amezaliwa Uvira. Akasomea Uvira. Ndio. Anafanya kazi zake Uvira. Sasa. Na anapenda Uvira. Hiyo tuza kuwa ni jibu sahihi katika swala hilo. Umezaliwa Uvira. Ndio. Watu wengi tunawaona, kila mtu nimezaliwa Uvira. Hata kama kuna vijiji vyetu vya asili, sometimes hatupendi kuviweka mbele. Wewe kijiji chako cha asili ni kipi? Kwanza kabisa nikisema mtu mwenye ataki kuweka kijiji chake cha asili mbele, anakuwa iko dute. Mimi nimetoka Lemera, ndio sushe yetu. Sawa. Msheferia wa Fuliru. Sawa. Mo village ya Kiugama. Kiugama ya. Ndio sushe yetu ya wababu zangu ambapo walitoka pale. Donc nina uko kabisa mkubwa ambao anajulikana msheferia wa Fuliru. Na babu yangu ambaye anazaa babu yangu walitoka kule mwaneza mbele sana, akakuja na wakakuja hapa Uvira. Na baba yangu akazaliwa hapa. Sasa. Donc kule ndio kusushe yangu katika village yangu ya Kiugama. Ndio. Baba anaitwa nani? Baba anaitwa Cleophas Mayani. Cleophas Mayani. Mzee ambaye anajulikana mzee wetu. Ndio. Yeah. Na mama anaitwa nani? Mama anaitwa Safi Rugendani, mtoto wa Rugendani Enoch wa ukoo wa Bakono, mdogo yake ya Bata. Sasa. Ndio, donc ni familia kubwa ambayo inajulikana mahali hapa. Bakono ni Bavira. Sasa. Yeah. Kwa hiyo umechangana Bavira na Bafuliro. Ndio, kuanzia kwa tate kabisa, kwa sababu tate ambaye anazala baba yangu mwanamke ni Muvira, babu yangu ni Mfuliro. Sawa. Akisha akazaa mzee naye akaenda akaoa Muvira. Mwele inio ya Mfuliro na Muvira nikazaliwa ndani. Sawa. Hapo tutafika hapo. Hatuna shaka juu ya elimu. Tuna imani kama utakuwa umesoma. Ndio. Unaweza kutuambia kidogo umesomea wapi? Ndio, nimesomea pa Uvira, nimeanza chekechea ile wanaita maternelle. Pa Uvira complexe scolaire Kakombe, ambayo ilikuwa inasimamiwa kwa wakati ule na mzee Bauga. Ilikuwa pale actual ujuzi leo kule Kasenga, Kakombe kabisa, kule karibu ya makaburi pale kwa anteni ya Tigo. Na après école maternelle nikasoma école primaire pale Kakombe. Nilipomaliza 6e primaire nikaenda Kumwanga, nikasoma pale de première à 4e. Mu 2002 wakati kulikuwa na mawasiwasi hapa ya vita ya RCD Goma, ikabidi tutoke na wazazi tukaenda Tanzania. Na pale Tanzania ikaendelesha ile 4e mpaka 6e nikafanya Kumwanga, nilikuwa nafanya commercial. Wakati tulikimbia ukimbizini mkambi ya Nyarugusu nikasoma pedagogie, nikamaliza pedagogie, nikapata diplome d'etat. Tulikuwa tena mule mukaa tunakuja kuangalia mambo ya reinstallation kwenda Ulaya. Tukaenda mukaa ya Mkugwa pale Tanzania mu territoire ya Kibondo. Nikasoma tena, nikasema nisome tena kwa sababu hakukuwa preoccupation yote. Hapo Kibondo ilikuwa ni kambi gani? Kambi ya Mkugwa. Sawa. Yeah. Nikafanya littéraire. Nikapata donc diplome, niko diplome 2 ya littéraire, ya pedagogie na littéraire. Sasa Ikabidi nitoke kule nikakuja. Tulipofika hapa tena mu 2008 ikabidi nijiunge na chuo kikuu ya Université Espoir d'Afrique pa Bujumbura.
na nikafanya économie na nikamaliza vraiment avec une grande distinction mon comptabilité, donc nikapata licence mon comptabilité na hivyo nikarudi. Sasa kipindi unasoma, licha kuwa umemaliza na distinction, wakati unasoma huku chekechea, primary mpaka secondary, ulikuwa mwanafunzi gani? Kwa burike, ulikuwa intelligent, ulikuwa doué, excellent? Nitaweza sema nilikuwa intelligent kwa sababu nilikuwa ninachukua wadhifa wa kwanza, wa pili, wa tatu. Hata wakolege wangu wako Uvira wanajulikana, donc wana témoignage nzuri kabisa ya cursus académique yangu. Donc sikuwa mwanafunzi wa kubahatisha. D'abord nilikuwa napenda shule, hata wakisema kama hakuna shule mimi nitakwenda nihakikishe kushule kama mwenyewe hakuna masomo kisha mimi narudi nyumbani. Sawa sawa. Yeah. Sawa. Kwenye pitapita zangu niligundua kama uliwahi kupita kwenye siasa. Kwenye chama cha kisiasa cha Arsene chake aliyekuwa waziri wa maendeleo vijijini Mheshimiwa Justin Bitakura Bionahai. Ndio. 2019 hivi ukawa umejiondoa kwenye kile chama na ulikuwa unachukua nafasi kubwa, ulikuwa na cheo, ulikuwa federal adjoint kama sijasahau. Shida ilikuwa ni nini mpaka kutoka kwenye kile chama? Kuna ukweli wowote ambao watu hawajui? Kwa sababu kuna baadhi ya watu wanakulaumu kwa sababu wanasema kabisa ulikuwa mmoja kati ya vipenzi vya Mheshimiwa Bitakura. Ilikuwaje ukajitoa ndani ya chama cha Arsene? Asante sana. Kwanza nimeingia mu chama cha kisiasa Arsene mu 2017. Ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza najihusisha na siasa. Sawa. Na nimetoka kabisa kisi unasema ilikuwa mwezi wa 11 2019 nikajiuzulu. Nimepata experience kubwa sana ya kisiasa kutokana na Mheshimiwa Justin Bitakura ambaye mimi namkamata kama père politique wangu. Sasa kwa sababu amenifunza kutokana na yeye nimejifunza mambo mengi, donc ninamheshimu mpaka sasa, ninamkamata kama baba. Na katika siasa kuna kwa mambo mengi ambazo zinakuwa zinalie watu, surtout les intérêts, kuna kuwa ma ambition, kuna kuwa aussi na shauku ambayo inakuwa inakuingilia ndani. Na nilikuwa federal adjoint wa hiyo chama, nimefanya kazi kubwa kabisa katika chama ile, nimeleta apport kubwa katika chama ile, lakini kwa sababu mimi napenda mke wangu akaniambia ataki mwanasiasa kwa sababu ilinipatia muda mingi sana, nakuwa andeore ya nyumbani, watoto. Mke wangu akaniambia hapana, inabidi mimi sitaki mambo ya siasa kwa sababu nina valoriser la femme, ninawapenda kabisa na ninawaheshimu. Ikabidi niheshimu suwe ya mke wangu kwa sababu anakuwa ni mshauri wangu mkubwa katika evolution yangu positive, ndio nikajiuzulu. Donc hakuna shida yote ile ambayo ilitokea entre mimi na chama cha Arsene wala mimi na Mheshimiwa Justin Bitakura, lakini ni ile ma conviction personnelle na kuheshimu kauli ya mke wangu ndio nikajiuzulu vile. Kwa lugha nyepesi, mke wako ndiye aliyesababisha wewe kujiondoa kwenye chama cha Arsene au yeye ndiye aliyesababisha wewe kujiondoa kwenye siasa? Kwanza maisha ya mwanadamu inakuwa ni siasa. Kuzaliwa pale tu unapokuwa na akili ya kujua mema na mabaya, siasa inaanzia pale mpaka siku utafariki. Sasa akuniondoa katika siasa, lakini aliniondoa katika chama cha Arsene. Kwa kuna kitu ambacho yeye alikiona kwenye chama cha Arsene hakiko vizuri. Apana. Kama ulivyosema ulianza na masuala ya intere, akaona huku hakuna intere, akakushotoka huku nenda huku. Hapana. Ilikuwa hivyo. Intere inakuwa na mambo mengi. Hata wakati mnaoana kuna kuwa intere fulani. Na mimi intere yangu ya kwanza ni stability. Sawa. Wakati ninakuwa stable kichwani inakuwa niko vizuri. Kwa sababu mwanasiasa ni mtu ambaye anajere vitu mingi, anasikia mambo mengi, na muda wa kupumzika ni nyumbani. Wakati unarudi nyumbani kama hakuna maelewano, kuna kitu ambacho kinasababisha kusikue maelewano ndani ya nyumba, inabidi unakiacha ili kuboresha mahusiano mazuri ya nyumbani, na ndio inaitwa d'abord sagesse. Na mtu anakuwa vizuri wala anakuwa heureux wakati unaona familia yako inakomaa vizuri. Watoto unakuwa na muda ya kuikaa na watoto, ikanipermettre seke nijiuzuru na nifate maslahi ya mke wangu. Kwenye kibarua chako cha kujiuzuru ndani ya chama cha kisiasa cha Arsene,
Uliandika sababu kuwa ni mke wako au kuna sababu nyingine uliandika? Ile ninaisema kwa sababu ile hauwezi ukaisema katika barua. Nimesema les convenances personnelles. Hiyo ni terme ndio uliotumia. Ndio nimeitumia. Ndio. Ça c'est personnel. Ndio. Sio aiengage n'importe qui. Donc c'est personnel, ndio kwa maana kwa kuheshimu chama na kwa kuheshimu autorité morale. Il fallait niweke convenance personnelle. Sasa ndio. Sasa hivi Uvira watu wanakuwa wanasema kwamba wabunge wetu wanakuwa na wakati mgumu wa kututetea bungeni kwa sababu ya kuwa kwenye vyama vya kisiasa ambavyo sio vya nyumbani. Wakiwa na maana wanataka vijana wafanya siasa wajiunge kwenye vyama vya nyumbani. Tuna PNL, tuna Arseni, tuna MCR, ni vyama vya nyumbani. Sasa wewe unaanza tena kutoka kwenye vyama vya nyumbani. Tutegemee ukirudi kwenye vyama utarudi kwenye chama cha nyumbani tena au vipi? Kujiuzulu na kurudi katika siasa itadependre na moment. Itadependre na moment. Kunakuwa katika siasa ningisi nimesema ni maentere. Na kama leo watu ile fenomeni ya kusema chama cha nyumbani inakuwa kabisa inakuwa na kipaumbele. Ni kwa sababu ya intérêt ambao watu wanahisia ya kwamba Uvira iko mis dans des oubliettes na wafanya siasa ambao wanakuwa wa nje. Surtout ambao wanatukaribia sana Uvira. Inakuwa shida. Ukiangalia tangu 2006 2011, 2018 mpaka 2023 utakutana ya kwamba Uvira ilipatia wafanyasiasa wa hapa karibu ambao wanatuzunguruka, iliwapatia wanabunge, lakini haikufaidika kitu kidogo kutokana na ile apport ambayo imeleta iliwapatia wale wafanyasiasa. Na katika siasa wa apport kubwa inakuwa ni wanabunge ambao wanapewa. Sasa ndio ikaleta wazifa ya kusema ya kwamba watu wajiunge na chama cha nyumbani. Cha nyumbani ndio. Lakini utajua kwamba vyama vyote vinakuwa katika nchi ya Kongo ni vyama vya nyumbani. Lakini kwa vile vyama ambavyo vinasimamiwa na watoto wa Uvira, tutaweza tukawapatia nafasi kwa sababu wakati ya partage de gâteau, mtoto wa Uvira hawezi akasahau Uvira. Uvira ndio. Unajua? Hawezi akasahau Uvira. Kwa sababu wale ambao tuliwapatia nafasi hiyo ya tu representer, wale ambao tulipatia wanabunge walitusahau kidogo. Utakumbuka mu 2006 tulipata ministri ambaye alifanya miezi 6 alikuwa ni mzee Bitijula. Ndio. Tangu pale mpaka 2016 tukapata mheshimiwa Bitakwira ambaye alitoka mchama cha Arsene. Ndio. Akutoka mchama cha ENC. Ndio. Na kutoka 2016 à 2019 ilibidi tukuje kupata ministre Rubota mu 2021 ambaye anakuwa ni chef wa regroupement wa chama cha MCR, regroupement ya ADRP. Donc ile ina permettre wale wa autorité na unamsahau mheshimiwa Alex Gisaro. Mr. kuingia katika ni mheshimiwa. Mimi sikatai, nina mheshimiwa. Kwa nini kumtaja sasa wakati naye ni mheshimiwa Alex Gisaro, mheshimiwa iko kinoa sana waziri wa miundombinu bwana Robert Mayani. Iko kinoa sana ke Uvira. Mimi nasema watoto wa Uvira. No, Gisaro anasema ni wa kwetu na sasa hivi ni mgombea kwenye chama cha UDPS. Haina shida. Ninasema waziri Rubota. Niko kwa waziri Rubota. Na Alex Gisaro. Kama vile chef wa regroupement wa ADRP na chama chake cha MC. Ufahamu kama mheshimiwa Alex Gisaro ni waziri? Ninajua kama ni waziri. Na ni mtoto wa Uvira. Kwao ni wapi? Nakuuliza wewe ndio. No, kwao ni Uvira kabisa. Wapi? Hapa Uvira. Kijiji gani? Umeniuliza kijiji changu? Kijiji na Kisau ni Muho Plateau. Si wote tunajua vijiji wana siasa wa Uvira. Donc sitaki kuingia katika ile mada, ninajibu maswali ambayo umeniambia. Tueleweshe sasa kwa nini utaki una mashaka juu ya mheshimiwa Alex Gisaro? Sina mashaka naye, lakini hata yeye mwenyewe anajua kama ajui Uvira. Anajua kama ajui Uvira. Yeah. Kwa nini? Iko pli kinoa, ile pli kinoa. Ça fait kama ni 40 ans sijui. Donc alienda bazage na ajui Uvira. Hata kumwambia Uvira ni wapi hapa juu. Tutafika hapo. Tuendelee. Donc ile na permettre à ce que wanaangalia wakati mu partage de gâteau kuna kuwa wale wa chef de regroupement
wale chef de regroupement ya maparti politique na vyama wanakuwa wanasimamia vile vyama, hawatasahau part ya Uvira wa partage de gâteau. Donc partage de gâteau par exemple, wakati wataza wakamlomba mheshimiwa Rubota tupatie waziri kama vile alipisha waziri wa deputy wengi, wakimlomba directeur general wala secrétaire general, wakimlomba wawili wala watatu, hatuwezi kukosa mtoto wa Uvira umoja mwenye atakuwa pale. Sawa sawa. Mwa secrétaire général par exemple, hawezi tukakosa mtoto wa Uvira ambaye anakuwa pale. Na tumeiona daire hapa wakati anapana ma direction ya OVDA ONACHER, tunaona watoto wa Uvira ambao wanakuwa wa directeur, wanakuwa wa SEDAF, wanakuwa wa directeur provincial, nafasi mingi na ni watoto wa Uvira ambao wanaenda nafasi nyingine kwa sababu yeye alikuwa pale. Ni kitu ambacho hatujawahi kuona pa Uvira. Ndio inatuma kabisa watu waseme vyama vya nyumbani. Vyama vya nyumbani. Yes. Swali ni kwamba ukija kurudi kwenye siasa utajiunga kwenye chama cha nyumbani au vipi? Nikirudi katika siasa itabidi tufanye contrat na selo aporo ambayo nitaleta, kwa sababu mimi ninajua aporo ambayo nitaweza nikaletea mwanasiasa. Itabidi intérêt zangu ziwe kabisa protege na nifaidike pale ambapo tunakuwa, kwa sababu siasa na kanisa ni kitu viwili tofauti. Hata katika kanisa, unapoenda kanisani uko na lengo moja ya kuenda mbinguni, wala ukienda msikitini kuna lengo kubwa ya kuenda hewani siku unamaliza msafara wako. Sasa na katika siasa, yule mwanasiasa ambaye ataprotege maendeleo yangu et surtout les intérêts d'Uvira, nitakuwa pamoja naye. Sawa. Hii ni kitu ambacho inazungumziwa sana. Mheshimiwa mbunge Claude Misare ni mmoja kati ya wabunge ambao wameonekana kujitutumua kuchapa kazi ndani ya miaka hii 5, na wanasema kwamba kutokana na uchapakazi wake angekuwa kwenye chama cha nyumbani asingekosa kuwa waziri. Unaamini chama cha nyumbani kinaweza ikasababisha mtu kukosa wadhifa mkubwa? Ni kusema ya kwamba Misare kabisa mimi namheshimu sana. Ndio. Ni kijana ambaye anachapa kazi kabisa. Na Uvira katika legislature ya 2018-2023 imesikika zaidi sana kwa sababu ya Misare mule mwa Assemblée nationale. Donc pour moi c'est une fierté ya Uvira na tunapaswa kumsupport kama vile kijana. Na nafikiri ya kwamba angekuwa kabisa katika chama cha nyumbani, kegisi unasema angepasha pewa wadhifa fulani kwa sababu ameonyesha ukubwa wake na alionyesha Uvira kama ina matala. Nafikiri kule katika chama chake cha UNC, nafikiri mheshimiwa Vital Kamerhe kama alimuima Mwayu Muula madaraka fulani, nafikiri kwa malalamiko ambayo tumefanya kama narudi na tunamwambia Mungu arudi mu 2023 2028, nafikiri atapewa wadhifa fulani, kwa sababu nao wote wanakuwa wanaanza kuogopa Uvira watoto wameshaerevuka, na kama atuwaserviri vizuri tena wanariske kuvire vyama vyao ya watoto wao, kwa sababu nao wale wazee wetu nao wanakuja wanaanza shamiri vizuri. Donc tunamtakia kabisa kwamba Mwenyezi Mungu akimsaidia akipita tena atapewa wadhifa fulani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nimesikia hapo unasema tunamwombea Mungu arudi. Ni kama unafanyia kampanya mheshimiwa? No, sifanyie mtu kampanya, ila kwa fierté ambayo amefanya. Nisa nikasuetea arudi. Arudi tena. Na umesema malalamiko ambayo mmeyafanya juu kwa mheshimiwa Vital Kamerhe. Kuna malalamiko ambayo mlifanya mkamfikishia juu ya hilo swala? Sisi kama vile watoto wa Uvira kuona kama tuko oublié kila wakati, tunaenda tunawaambia surtout UNC na AFDC. Utakumbuka ya kwamba mu 2011 tulipatia AFDC wa bunge watatu. Na mu 2018 tulipatia AFDC wa bunge watatu, wawili ku niveau provincial na umoja ku niveau national. Lakini katika village ya Lukwebo kuna waziri wengi sana ambao Lukwebo aliwapatia waziri.
kutokana na nombre ya wadepute ambaye alipelekea president de la republique ambao walitoka katika chama cha AFDC. Aliwapatia magavana, aliwapatia waziri, aliwapatia wa directeur généraux, aliwapatia wa secrétaire généraux, aliwapatia hata deuxième vice-président wa Assemblée nationale ambaye ni mtoto wa Kabare, na ye peke Lukwebo akikuwa president wa Sena. Na hata museni kuna watoto wa Kabare ambao wako museni kama Kestere wa Seni ni mtu wa AFDC. Lakini sisi Lukwebo kila siku anakuwa natusahau. Unaona kama Kabare na Uvira, Kabare ilipatia AFDC wanabunge watatu, wawili ku province na umoja ku national. Na Uvira ilipatia AFDC wanabunge watatu, wawili ku province na umoja ku national. Lakini AFDC katika hiyo yote ilipatia Uvira un ministre provincial ambaye anakuwa na madaraka yoyote ile katika jimbo, kwa sababu mimi naelewa mambo ya siasa, ambaye alikuwa ni mheshimiwa La Fantaisie. Mheshimiwa La Fantaisie. Donc aliona ya kwamba Uvira haina watoto ambao walisoma ili wapate wazifa fulani katika nchi ya Kongo. Hiyo tuliona kama ni dharau kubwa sana. Na hiyo niseme également depuis INC liundwa ilikuwa pamoja na yeye mpeke Mheshimiwa Bitakwira mu 2011 na mu 2018 ilipewa aussi mwanabunge Claude Misare. Lakini depuis lors INC tuliona kwamba ilipatia village moja wa député et donc wa ministre tatu, village ya Walungu, territoire ya Walungu. Lakini Uvira tumenufaika nini? Hakuna hata kitu kimoja. Donc ile ni kitu ambayo inatuletea revolution na revolt, kusema ya kwamba watu waache kutukamata kama vile Jojo wala Bazoka. Donc unasise sukari kisha unaitupa, inakuwa kabisa ni dharau sana kwa Uvira. Donc tunatakia kwamba wale ambao wataenda katika ile vyama kama vile wale ambao wako ndani, kama wanapita, esperons que watatupatia kabisa na sisi nafasi ya kushirikiana katika partage des gâteaux ambayo itakuwa katika nchi yetu ya Kongo. Sasa uliwahi kuwa parseke wa maire de la ville adjoint ambaye ni Kiki Kifara. Mara ukawa umeondoka. Watu wanasema kwa ulikuwa pale kwa sababu ya Arsene. Ulivyotoka kwenye Arsene ikabidi na cheo uachie. Uko ulikuwa wapi? Kwanza kabisa wakati unakuwa uko secrétaire particulier wa mtu, ndio tumetoka mu formation politique moja, lakini parce que wa mtu secrétaire particulier wa mtu ni mtu wake wa karibu sana, ataweza wala asikue kwenye formation politique yake. Na mimi na mheshimiwa maire de la ville adjoint tuna mahusiano makubwa sana na ya karibu. Na mkamata kama vile kocha wangu, kwa sababu alimenicoacha mambo mengi sana katika siasa. Na mimi kujiuzulu aussi kujiuzulu kumeri ni kwa sababu nimeona hapo mbele politiki ya meri yetu ya Uvira sio politiki ya maendeleo. Ndio kwa maana nimejiuzulu katika meri ili nisichafue. Njo tu explication za nikapana pale. Naomba hapo ujibu ndio wala hapana. Ulijiuzulu au ulitolewa? Nilijiuzulu. Arsene ndio ilikutoa. Kwa sababu ulitoka kwenye Arsene na ulikuwa pale ilikuwa ni kukonte Arsene. Hapana, nimejiuzulu. Ndio uliza hata kumeri iko pale na mheshimiwa maire de la ville adjoint Kifara Kapenda Kiki yuko pale. Ndio mwambie kwa sababu ulivyotoka Arsene mheshimiwa Kapenda Kiki naye akawa ametoka Arsene. Yaani ni kama kuna kitu nyi wawili mlikuwa mnajadiliana hivi. Sasa kama ningetoka kwa sababu ya Arsene, donc Kifara Kapenda Kiki na ingetoka kwa sababu ilikuwa ni kota ya Arsene. Lakini nimetoka kwa sababu nimeona pale mbele kuna shida utata ambayo itakatokea kwangu mimi mu evolution politique yangu. Donc nikasema acha nijiuzulu nifanye biashara ili ndiza nikaservir peuple autrement kikuwa pale karibu ya meri. Akaenda AFDC, wewe hakumfuata kule AFDC? Sikumfuata. Kwa nini? Nilishakwambia kama ushasema alikuwa ni mtu wako wa karibu, ni kocha mwingine. Kwa hiyo ungeenda naye kule. Hapana, nilikwambia kama mimi katika siasa nimejiuzulu, swala ambalo nishakwambia. Ndio. Donc itabidi tena
siku nitarudi katika siasa, itabidi nikae na mke wangu. Akinikubalia nitarudi katika siasa, kama nikubali nitabaki hivyo. Sawa sawa. Niliwahi kukusikiliza ukifanya mahojiano kwenye redio moja hapa nyumbani, na ulikuwa unamwagilia maua Mheshimiwa Waziri wa Maendeleo Vijijini Francois Rubota, kwamba ni moja kati ya walidere wetu, amewapa watu makazi, vijana wengi makazi. Lakini kuna tetezi nyingi sana mtaani, kwa kuna watu ambao waliwapa makazi bila mshahara na wamerudi sasa hivi bila hata nauli ya kurudi, na hisi utakuwa unajua ukweli, kwa sababu kama umefikia kumwagilia yale maua yake, kuna ukweli utakuwa unajua. Asante sana. Lakini ushasikia hizo tetezi kwa mheshimiwa alipana kazi bila mshahara na watu wamesharudi manyumbani, walikosa hata nauli, familia tena huko ndo zilichangiza nauli za kuwarudisha. Unajua katika siasa kuna ile wanaita makuba. Lakini hizi fununu ushazisikia? Sikia sasa. Tukubaliane kwanza ili unijibu. Ushawahi kuzisikia? Nimesikia hizo fununu. Isionekane nimetunga sawa hapo sawa. Nimeshasikia hizo fununu. Nimesikia kabisa. Naona kabisa uko actualize. Nimesikia hizo fununu. Lakini katika siasa wanaita ile makuba. Na hapa kwetu Uvira ni ndio inakuwa kabisa iko ala page, ala ina. Lakini ukiangalia Mheshimiwa Rubota, tangu Uvira ipate wanasiasa. Yeye anaonesha upendo wake zaidi sana kwa vijana wa Uvira. Nitakupatia example. Yeye kama wakati alipata ile wazifa ya kuwa waziri, alionyesha volonté ya kupatia vijana kazi. Plus ya 600 jeunes pa Uvira aliwapatia kazi mali mbalimbali. Tulipata na mafuriko mu 2020. Serikali yetu ya Kongo haikufanya geste hata moja, apart 300 millions de francs congolais ambao waliletaga, iko na equivalent ya $150,000 kwa mafuriko ambayo tulipata. Tulipoteza watu wengi, nyumba nyingi zilikwenda, watu wakapoteza maisha, wakapoteza biashara. Ilikuwa insuffisant, na mpaka sasa mafuriko inaendelea. Ndio. Lakini ni yeye peke yake kwa pesa zake binafsi aliwema mashini ya kukire hizi mitoni Kalimabenge, Mulongwe, Kavimvira, kuuza karibina, kuliwe mashini, kulipa wale wa machiniste consort. Na wakati tena mafuriko ilikuja, tuliona kwamba ilisaidia kidogo ili kazi ambayo alifanya. Bien que ça soit dans des urgences, kwa sababu kazi kubwa inapaswa kufanywa na government. Ndio. Alionyesha volonté. Na sasa hivi ameleta tena mashine ya permanence ili ifanye hiyo kazi, na ziko zinafanya ile kazi ili watu wasiendelee kukufa. Na katika hayo mambo tunasema kwamba ule mtu ni mtu mwenye kwa maana sana. Sasa katika politiki yetu ya Kongo watu wanapasha kuelewa. Nimekuwa hapa majuzi na mtumishi wa Sonance. Katika Sonance, watumishi wa Sonance tunakuwa tunalipa assurance kila siku, lakini kuna watumishi ambao wako na miezi 15 bila kulipiwa. Wapale pale kusonance. Kusonance, oui. Sawa. Donc wana miezi 15 bila kulipiwa. Ile iko problème ya budget na problème ya volonté politique. Tumeona ku RVR kuna watu wanakuambia wana miezi 72 bila kulipiwa. Wanajenga manyumba na wanaishi na wanabakia pale. Na wako na 70 mois impayés. Donc il y a de réalités ambazo zinakuwa zinafanyika katika makazi ambazo zinakuwa ziko mu dependance ya mtu ambaye alipana kazi. Walipewa kazi certes na Mheshimiwa Rubota. C'est question ya ministre wa budget. Angalia kama wale watu watapewa mishahara. Na katikati yao nimesikia kama kuna watu ambao wamerudi. Ndio. Lakini sijawahi kuonana na mtu ambaye alirudi. Na mimi sijawahi kuonana hata na mtu mmoja. Ushawahi kuonana naye? Sijawahi kuonana. Tunavisikia kwamba kuna watu ambao wamerudi. Lakini mpaka sasa sijawahi kuona mtu ambaye alirudi. Na katikati yao wale ambao walikwenda, kuna watu ambao leo wako wanajenga makwao. Sijui kama unaelewa hiyo reality. Nakuelewa. Ni kusema ya kwamba kwa watu ambao wanafanya mema, mimi kwangu personnellement, watu wanafanya mema kama Mheshimiwa Rubota, ni watu ambao tunapata kusupport kwa sababu Uvira yetu iende mbele. Kwa sababu tukikuwa na hii politiki ya kurudisha wale watu ambao wanafanya mema
kuwarudisha nyuma, tutabaki nyuma kila siku, na kuna siku tutaevolue kwa sababu siasa inafanywa mule mu Conseil des Ministres. Tuliwahi kufanya erreur mu 2018 kuacha Mheshimiwa Bitakwira niveau ambayo alikuwa ashakuwa nayo waziri. Ukifika leo Kinshasa, majournaux hata 5 utasikia wanasema Bitakwira. Lakini sisi Uvira tunamwekea makuba za kumchafua ili asikue. Mtu mwenye hata Union Européenne inakuwa ina sanctionner wala inakuwa inaogopa, ni mtu kabisa ambaye tunapasha kusapoti. Na kwa ile nafasi ambayo Mheshimiwa Robota François ameshafika, sisi watoto wa Uvira wa Sud Kivu tunapasha kumsapoti kwa sababu ameshaonesha volonte yake. Na hapo mbele nadhani kama anarudi tena na kama tunamsaidia akirudi tena, ataweza kufanya mambo makubwa zaidi, kwa sababu mpartage de gâteau tunakuwa na autorité morale ambayo anakuwa pale. Tunajua siasa ya Kongo hii inaendeka. Siasa ya Kongo ni wa autorité morale ndio wanakuwa wanagabua nchi. Ndio ile nyama ya tembo. Na yeye anakuwa iko msalon. Za ule mtu usao unasema ifo arudie. Kisha unataka nani atakuwa msalon ya kurepresenter Uvira? Personne. Donc ni mtu ambaye tunapasha kumsoutenir pour que aendelee zaidi sana kupeleka Uvira mbele, na wale watu ambao wale wa directeur par exemple provinciaux. Kesho tuza tukapata directeur general mu entreprise fulani, kesho tuza tukapata secrétaire general mu entreprise, kesho tutapata waziri ambao watatoka katika ile chama, kwa sababu watoto wa Uvira, kwa sababu mtoto wa Uvira anakuwa iko pale anashapote ile chama. Ni mtu ambaye tunapaswa kusapoti kwa sababu ameonyesha amour, na mimi namuita kama patriarche wa Uvira. Sasa mwezi wa 9 hapa nyuma ulisikia kulikuwa na hali ya istofahamu kati yake Mheshimiwa François Robota na Mheshimiwa Claude Misare, baada ya Mheshimiwa Robota kusema kuwa FOPATU waenda kuchukua $20,000, lakini Mheshimiwa Claude Misare anakataa, lakini anakubali kuwa FOPATU ilikuwa kwenye list na ilikuwa CCM. Ili hali kwa upande wako wewe, nao mmoja ni waziri na mwingine ni mbunge, kwa upande wako unaweza kaongea nini juu ya hilo? Katika hilo swali niliongea na wao wote wawili. Uliongea na Mheshimiwa Robota na Mheshimiwa Robota, nikaongea na Mheshimiwa Claude Misare. Nikamwambia nio wote mko wakubwa zetu wa Uvira. Ile hali ya sitofahamu machane nayo, na wengi sana ambao wanaleta chachu ni hao wa quality wao, hao ambao wa sympathizer. Sawa. Wanakuwa wanachochea mambo fulani kwa wafanya siasa wetu. Ndio imeleta sitofahamu nafikiri, lakini wameshairegle. Wanajua kwamba ni wakubwa zetu, ni watoto wetu wa Uvira. Donc malumbano yao haitatu avancer, lakini ushirikano wao itatuma Uvira iende mbele. Na Claude Misare alikuwa anamtaka Mheshimiwa Robota aweze kudementir ile message yake alituma kwa marezo sio. Itakuwa ni vigumu sana kwa wazifa ambao wanakuwa nayo, kwa sababu unajua kwamba wafanya siasa ni watu ambao anaposema kitu na kunakuwa uhakika fulani, na yeye naye mwingine wakati anasema kitu donc anakuwa na uhakika wake fulani. Donc ile mambo ni ya wao wawili, na tumewashauri kama vile watoto wetu, wakubwa zetu, wa baba zetu waregle maafere zao ili Uvira iendelee mbele. Sasa ndio. Kwa sasa umesema wewe ni makamo mratibu wa shirika jipya la kiraia ambako Mheshimiwa Claude Misare ametoka, sasa hivi Andre Byadunia ametoka, wewe upo pale na Mafikiri na Isi mko pale. Tumefanya mahojiano ya mwisho hapa na Andre Byadunia. Aliongea mambo mengi sana juu ya Mheshimiwa Claude Misare. Na Yesu utakuwa umefuata mwanzo mpaka mwisho. Na hapa umeweza kumwagilia maua Mheshimiwa Claude Misare. Tulipokuwa na Mafikiri naye hapa alimwagilia naye maua. Kati yako unaona kitu gani ambacho kipo kati ya Mheshimiwa Claude Misare na Andre Byadunia? Katika Andre Byadunia na Misare wote ni vijana. Na wote ni vijana ambao na ni matunda ya shirika jipya la kiraia. Ndio, ni matunda na ni mafierté zetu. Ndio. Ewe Misare, ewe Byadunia, sont des fiertés d'Uvira, wanaonesha jeunesse kwamba inafanya kazi. Na kitu ambayo inawachanganya ni electorat moja. Electorat ya Misare ndio electorat ya Byadunia. Na kwa sababu wanakuwa ni vijana, ile sancho inakuwa inawasumbua. Lakini nitawaomba kwa sababu ya Uvira yetu,
wajaribu kuikaa. Le grand problème c'est quoi? Le grand problème ni kustokuprepare avenir. Njo Uvira inakuwa na shida. Wakati watu wanakuwa amezere ya kuprepare avenir, njo hapa ninaleta deja wito kwa wazee wa Uvira. Watoto tukiwaachia mpira watafanya yote ambao wanataka, lakini kama wazee wetu wa Uvira, wasaje wa Uvira wataweza kuwa na politiki ya kuprepare avenir, itapermetre seki hizo sitofahamu ya hao vijana isitokee tena kesho kwa wengine ambao watakuja hapo mbeleni. Kitu ya kwanza nitawaomba waheshimiane. Andre ameachiwa madaraka na Misare. Ndio. Donc anapasha kumheshimu kama vile grand frère yake, kama vile coach. Donc kisiasa hapana kimiaka. Unakomprendre? Nakuelewa? Yeah. Ndio. Anapasha kumheshimu. Sababu kimiaka Andre ni mkubwa wako. Ndio, anapasha kumheshimu Misare kama vile grand frère yake, kwa sababu alimwachia madaraka yakaenda kwa bunge. Na nafikiri Misare naye anapasha kumheshimu Andre Byadunia kama vile petit frère wake ambaye anaprepare njia. Na wakati wazee watakuwa wanaprepare njia ya hawa vijana, itapermettre à ce que kesho tukue huyu ataweza kupostuler kwa niveau national, huyu mwingine anapostuler kwa niveau provincial, wakati anakuwa rodé kesho ataweza kuwa kwa niveau national. Maintenant le temps ni wanajiaffronter, wanajikuta wote wako le fruit ya nouvelle société civile congolaise na walifanyia kazi kabisa Uvira na tunaireconnaître. Inawatuma sasa kila mtu anakuwa na doute, eske hii electorat itakuja kwangu wala itakwenda kwa mtu fulani? Lakini kwa sababu hakuna preparation juu ya avenir, juu hii mambo inaleta lakini nitawaomba wote wawili waheshimiane, itakuwa ni vizuri sana. Kuna kitu gani hapa katikati? Kwa sababu wewe ni makamu mratibu ambaye ni Mafikiri Mashimango, wote mnaonekana kumwongelea vizuri mheshimiwa Claude Misare, lakini Andre Byadunia ambaye amewaachia na nyinyi hamuongelei vizuri Claude Misare. Tunaweza tukasema hivyo kwa lugha nyepesi. Kunakuwa na kitu gani hapa katikati? Hivi mshakaa chini na Andre Byadunia ambaye amewaachia sasa hivi mkamwambia chochote juu ya hiki ambacho kinaonekana kuendelea? Kwa sababu inaonekana kabisa ni fahari wawili kwenye zizi moja. Ni conflit d'intérêt. Niliwaambia wote wawili, nishawahi kuongea nao, naambia muitane ni box, muongee. Wanaume wanaongeaka wawili. Nikikukutana wewe mwana we Kaya, tuko marafiki, kisha tunasikia na mimi napita wananiambia mwana we Kaya alisema hivi, mimi naikamatia pale, mwana we Kaya alisema hivi, mwana we Kaya unasikia Robert alisema hivi, naona ikamatia pale, ile inakuwa ni utoto. Nitasema vile manque de maturité na hypocrisie inakuwa ni mingi. Lakini kama mimi Robert nasikia kama mwana we Kaya alisema hivi, mimi nina wajibu wa kuita swati na kufuata hapa kwako, na kuuliza nimesikia hivi na hivi na hivi, fulani ameniambia hivi na hivi, ita ule fulani aje hapa, itapermettre à ce que ile mambo ishi. Tumeshayaona sana katika wanasiasa wetu. Wakati unakuwa pale uko na makompetences zako, una constitué déjà un danger mon entourage ambao ulikutana pale. Na kwa sababu watu hawana makazi Uvira, watu wengi wanakuwa pale juu kuchonganisha watu. C'est pourquoi utakutana kuna watu ambao wako proche par exemple ya mheshimiwa Misare, utakutana wako à la base ya kumchonganisha na Andre Byadunia, na kuna watu ambao wako proche na Andre Byadunia wako pale juu kumchonganisha. Misare alisema hivi, est-ce que Andre shapata temps ya kuongea na Misare kumwambia watu walisema hivi na hivi na hivi, asikie kama ni kweli? Andre alipoenda Kishasa anasema alimpigia simu mpaka anafika Kishasa hakuwahi kumjibu. Inawaangalia ça dépend na yao. Ile eske ulishauliza Misare kama naye alikujibu nini? No, tukiongea sijapata muda kumaliza. Tunaongea mambo mengi. Ndio nakwambia kama ile inawahusisha. Kama wao hawaelewani, eske wataongea inbox? Ndio tunapasha kuangalia, watu wanapasha kuangalia pale. Eske waliongea, waisha alimuita na waongeaki. Eske bina corroborer ni pale kuna. Donc wao wote wawili wanapasha kuheshimiana, wao ni mkubwa, wao ni mdogo. Wakati wanapendana kama vile sasa kesho wote wawili wakienda par exemple, hapo tayari tunakuwa na giza. Unaona? Donc pour les intérêts d'Uvira
sisi tutaperdre, kwa sababu ni vijana ambao wako wazuri sana kwetu, lakini hawataongelea maendeleo ya Uvira kwa pamoja, itakuwa ni shida. Lakini kama wanapendana na wanapenda Uvira surtout, watasurmonter hizi ma differences za chini na wataweka Uvira kipaumbele na nchi yetu ya Kongo kipaumbele, na wataelewana. Sasa tumalize na hili. Kunakuwa na vuguvugu kati ya Wavira na Wafuliru, na mara mwisho hapa Sojef Mondiale waliandaa maandamano, mgomo baridi kwa ajili ya vijana wa Uvira na wenyewe waweze kupata makazi, kwa sababu baada ya kuona kwenye servisi nyingi vijana wa Uvira hawapati nafasi. Vuguvugu likawa Wafuliru wanajiona kwamba Uvira ni ya kwao, Wavira sijui hivi na hivi. Wewe kwenye short story yako umetuonyesha kuwa uko kwa Wavira na upo kwa Wafuliru. Kwa upande wako unahisi kabisa kuna utofauti kati ya Mvira na Mfuliru, kwa sababu hii inakuwa ni tatizo ambayo kwa siku zijazo inaweza kaleta shida kama tuangalie kwa jicho la tatu. Kwanza kabisa kuna mtu ashawahi kuwa nusu. Mtu anakuwa na identity moja. Kwa hiyo mimi si unakuwa na masushi ambazo zinakuwa zinapatanisha kule chini. Ni kusema ya kwamba hapajawahi kuwa vurugu entre Muvira na Mfuliru, parce que wote wanachangia territoire na vile yao na wako na maintérêt commun. Mimi nilikwambia baba yangu anatoka mfamilia ya famille royale. Nimewahi kuona babu yangu Rampalenge. Rampalenge Mugoli, bimke wake Mgoli ambaye alifariki Etats-Unis ni Mfuliru. Sawa. Na mkuu royal pale Kabindula Rampalenge, Mwami Rampalenge hajawahi kusema Kivira, alikuwa anasema Kifuliru. Sawa sawa. Mkuu royal ya Wafuliru Rampa walitembeleana na Ndare sana na Simba, walitembeleana, hapajawahi kuwa shida yoyote ile. Na Mfuliru wa kweli aweza akakuwa na problem na Muvira wa kweli ni hawa Warundi wenye Rwanda ambao wanakuja wanatuingilia kati. Anakuja juu apate nationalite facile, anakuwa Muvira, anakuwa Mfuliru, au ndio wanaleta chuki, mzozo au intrigue, ndio wanaleta shida na mzozo. Ulisema juu ya Sojef kuandaa mgomo baridi juu ya kulomba kazi. Ilikuwa juu ya kuomba kazi, ilikuwa juu ya kukimbiza Muvira. Ndio. Donc Uvira tuko watoto wa Uvira. Uvira watoto wamesoma, wana macheti, lakini hawana makazi. Sasa kama watu wali-initie kitu ya kulombea watoto wa Uvira, ile barua iko claire. Bien que ça soit Sojef Mondial ndio il-initie projet wala idée ya kulombea watoto wa Uvira kazi, à quoi bon une frange de population watu kama watano wajirevolte juu ya ile walete mambo ya ukabila. Na utafahamu ya kwamba ni wao wafanya siasa ndio wanakuwa wanaleta hizo vurugu, kusema kama kuna shida entre Mfuliru na Muvira. Hata jana tarehe 3 mwezi wa 10 kumeri maire de la ville alileta kikao aseme ya upatanisha entre Muvira na Mfuliru. Mimi mwenyewe nilikuwa na invitation. Sawa. Nimesema siwezi nikaenda. Kwa nini? Kwa sababu hakuna shida. Kama kungekuwa shida entre Muvira na Mfuliru, mwami wa Bavira angesema kama kuna shida entre Muvira na Mfuliru. Kama kungekuwa shida entre Muvira na Mfuliru, mwami wa Bafuliru angesema kama kuna shida entre Muvira na Wafuliru. Ni hawa ambao wanaleta chuki ndani ya Uvira, ndio wanataka kujifanya comme des sapeurs pompiers. Aseme ndio watazimisha hii moto ambayo haiko. Lakini na kuambia kwamba ni wale ambao wanachochea ile mambo wako bien identifié na watakuwa poursuivis par la justice na watakuwa arrêtés na Uvira itasonga mbele. Kama nimekuelewa vizuri, nataka kumaanisha kwa maire de la ville anahusika kuchochea hichi kitu, au maire de la ville hana ile wazifa kuwaitisha ili kumaliza ile tatizo? Maire de la ville ni kabila gani? Ni Mvira. Kama kuna shida entre Muvira na Mfuliru, ye maire de la ville partie prenante ataitisha kikao. Hawezi kaitisha kikao. Kumeri kuna Wavira wanajaa pale wengi sana. Wafuliru wangapi?
Donc kama kuna shida entre hizi communauté mbili, hizi tribu mbili, kwa sababu Mkongo hakuna makomunote, d'ailleurs je dois rectifier. Kama kuna shida entre hizi tribu mbili, soit le gouverneur wa province wala ministre wa intérieur niveau national anakuja kutupatanisha, kwa sababu hakuna shida, ndio kwa maana hatuyafikia pale. Na shida itakuwa kwa sababu sisi watoto wa Uvira tutapiganisha ili mambo isiku. Sasa uko siri waweza kaniconvaincre ndio wa Uvira ambaye ni mjomba wangu, ambaye ni babu yangu, ni ngumu, inakuwa ni vigumu sana. Hata katika Wavira wanakutana wajomba zao, wa ndugu zao ni Wafuliru. Eske uko siri kutaweza kuwa guerre civile? Tutaisemea wapi? Mama yangu mimi mzazi ni Muvira, wakati ninagomanisha Muvira ninakwenda na nasongea ugali nikienda. Donc andore na kwangu mimi nakulaka tu kwa mama yangu mzazi. Donc ule Muvira ndio ananipigia chakula. Sasa nikikutana ule Muvira mwingine tulikuwa tunapigana iko pale, itakuwa ni aje? Shida sana. Donc nikusema ya kwamba hakuna shida yoyote ile. Hakuna shida yoyote ile katika Muvira na Mufuliru, na ile shida itawahi kuwa kwa Uvira tant que tutakuwa pale comme les pacificateurs na comme des souches ambazo zinakuwa na mavaleri ya mzuri sana. Donc haitawezekana kabisa. Okay, swali la mwisho naomba unijibu, usinipeleke kushoto kulia. Ikiwezekana Mwenyezi Mungu akitokea upesi, tarehe 20 Disemba tunaweza tukaingia kufanya uchaguzi. Tuna siege 4 mniveau national na tuna siege 5 mniveau provincial. Naomba tunipe watu 4 ambao watu wanatakiwa wachague tu wapeleke mniveau national. Robert Mayani. Ndio. Watu 4 ambao unaona hawa wakienda watatutetea. Katika wale watu 4 mimi nitakupa watatu. Eneza listi. Sasa ule mmoja tunamtoa wapi? Watatu, kwa sababu katika wale watu 4 nitaomba wale wa ancien ambao kunakuwa waanzia wanakuwa na experience politique, tutume watatu, na katika nouvelle generation tutume umoja. Itakuwa ni vizuri zaidi sana. Majina yao? Nitaweza nikapropose, nimesema hapa juu ya Mheshimiwa Rubota. Sawa. Ni mtu ambaye alishakuwa kugazfaya yulu sana. Acha tumpeleke ule baba. Umoja huyo. Hiyo ni mmoja. Mheshimiwa Bitakwira. Kwa sababu wameshafanya fierté ya Uvira sur tous les plans. Watu wa Uvira wakaanza kumpatia manda, anaenda. Mheshimiwa Misare watatu ataweza kuwa kabisa, anaweza kaleta kabisa wazifa. Alors katika hii nouvelle generation kuna vijana ambao wanakuja wanachipukia kabisa, ni wa moto kabisa, unawaona kabisa. Peuple itafanya choix, itafanya choix aussi. Nitakwambia kwamba politique iko na manigance, et surtout que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi iko na besoin ya kupata majorité parlementaire yenye itakuwa ici na négociation ya FCC cash. Ile iko wazi, itabidi ajimpose kwa niveau ya IDPS. Uvira kuna vijana ambao wako pale, na kama anataka kupata majorité parlementaire, donc unaona ndio nakwambia kama siasa iko na itajiimpliquer. Na wakati watu wanafanya vote, kuna kweli kitu wanaita vote na wengine wanafanya election, tutaweza tukavote mtu ambaye tunapenda. Election inafanyika kwingine ngazi. Sio election, inakuwa nomination. Election, ndio election ile inafanyika kwingine ngazi zaidi. Mimi nilikuwa mfanya siasa, ndio ninajua kinachokisema. Sawa sawa. Hiyo wakati ya 2018 Mheshimiwa Bitakura aliniitaga, ananiambia 20h, kijana wangu Robert, nimepita, tumepita. À 22h ananiambia tumekosa. Donc vous comprenez que il y a des histoires qui se passent ambazo ziko au-delà na mambo ambayo tunapenda. Donc siasa inajiimpose. Tuzo tukapenda hawa, lakini siasa inajiimpose mwingine fans. Lakini kama tutawapenda na siasa inawapenda, kwa sababu walishafanya quelque chose, itakuwa ni vizuri kwa manufaa ya Uvira. Kwa niveau provincial hapo kwanza bado tuko niveau national. Kwa hiyo mtu wa 4 ni nani sasa? Bado hujamtaja mtu wa 4. Kuna vijana ambao wanakuja. Amtaje tu, wewe unawajua wote. Hapana. Tukienda MDPS kuna Francine Mwangaza, kuna Espoir Kamanda, kuna MDPS ambao ulitaja kwa president de la République anahitaji majorité. Tuko na wengi sana mule. Hata Mlimbalimba, Amza, wote wako MDPS. Alex Gisaro iko MDPS.
vijana donc siasa watu wa Uvira watachagua niveau provincial watapatia mtu wa ine. Au niveau provincial ninapatia chance Mheshimiwa Kifara Kapenda Kiki kwa sababu tumeona kabisa naye na upendo na Uvira. Kama tunampeleka mbele tiza kwa vizuri. Le professeur Munenge anakuwa aussi candidat député provincial, ataka kufanya mambo ya mzuri sana kwetu Uvira. Yale Dr. Bilali anakuwa kabisa anaonesha kabisa matikiti yake politiki. Sasa itaweza kuwa vizuri sana na wale wawili, nafikiri siasa itajia ukipenda. Kuna hata mtu mmoja wa Arsene na ulikuwepo kule. Arsene kwa niveau provincial haikupanga wako watano. Haikupanga list yao haiko nzuri. Kwa unahisi kwenye ile list ya kuwezi kupatikana hata mtu? Sizani kabisa. Siaona. Je suis honnête, je suis honnête. Bien sûr. Au niveau provincial hakuna. Lakini ukiangalia kwa niveau ya ensemble de la République, kama vile Asmani Kangeta, kwa niveau provincial, kama alipostile, ataweza kufanya jambo la mzuri sana. Asmani Kangeta ataweza kufanya kitu cha mzuri sana. Kwa wale watano ninaweka waine na wengine watano, nafikiri raia unafuatiliaga muziki wa Uvira? Muziki wa Uvira nafuatiliaga muziki wa Uvira, naipenda kwa sababu ndio nyumbani. Msanii gani ambaye unapendaga? Kuna huyo alipata gari hapa nyuma. Gari Sadibaba anaimba vizuri sana wale. Lakini nilipenda wale vijana wakati walikuwa wako ini wakatoa ile Karibu Uvira 2013 ile muziki iliwapandisha sana. Lakini kwa sababu ya conflit d'intérêt wakajitenganisha na walikuwa hawajapanda sana. Ile inaturudisha nyuma. Lakini wale vijana ni vijana ambao wanakuwa vizuri. Kama wangeendelea na ile elan, kama leo Uvira inakuwa kabisa inasikika kimuziki. Sasa lakini kwa sababu wamejitenganisha, lakini deja tunaona filamu zao, tunaona muziki wao, lakini bado wachanga. Inabidi kabisa wajirudie ndani. Na tutaomba usi wazee wetu wa Uvira waache kuwa wa egoist. Wakati vijana waonesha talanta zao, inabidi kuwashindikiza. Sisi wenye moyo nzuri, kwa sababu hatujapata pesa ya lakini kwa ile kidogo hapa nyuma nimepana magitari kwa wasanii ambao wanaonesha kabisa Uvira, kwa sababu akwa bon kwa katika gari unakuwa sikia Diamond, unasikia Alikiba. Pourquoi nisiweke muziki ya Sadibaba, Mr. Gave, huyo Brianna. Ni wasanii wazuri sana ambao kama tunawa encadrer sisi kama vile wanotable wa Uvira, tuzakapandisha sana yetu mbele zaidi. Katika ile kumalizana na wewe, chochote kile ambacho unaweza kuwaambia watazamaji wa Mwana wa Kaya TV, neno la mwisho? Neno la mwisho ni kwamba felicitation. Acha nikuambie felicitation Mwana wa Kaya, kwa sababu hii ambao unafanya inaonesha talent. Kama Uvira kuna talent kubwa sana. Kuna hii Bosolo na politiki ilianza namna hivi, iko original. Na hii emission yako aussi iko original. Iko original, uendelee hivi. Na kutakia kabisa mafanikio mazuri sana. Nitapenda hata kesho umu-interviewe mwa hii salon President de la République. Akifika Uvira, wafanya siasa wakubwa usikuwa na mapansha. Unawaita. Ule mwatakuwa na oga, ataonesha immaturité politique yake. Donc ninaambia watu wa Uvira wa support. Sasa nikapenda kesho tuko naona wengine unasikia mavi ndio inatuma maisons zinapanda ndicho. Uvira tuko na plus ya 1 million de personnes. Na tuko na plus ya 500,000 Android. Pourquoi tusiweke like wakati una poste kitu kama hiki ambayo inaleta mchamko fulani
katika jamaa, katika jamii. Donc inaomba tu na upendo tu wa support, itakuwa ni vizuri, waendelee kufuatilia na kupenda hii kazi ambayo unafanya, na tutaendelea kukusupport kabisa. Asante sana. Kusupport kwa sababu naona kabisa uko kijana ambao unataka kupeleka Uvira zaidi. Asante sana. Asante sana Romero Mayani. Tukikualika siku nyingine bwana, usisite kuja. Nitakuja kabisa. Asante. Na mpenzi mtazamaji wa Mwana wa Hekaya TV, bila shaka kuna vitu vingi ambavyo umefaidika navyo. Umefaidi vitu vingi sana kutoka kwa Romero Mayani, umefahamu vitu vingi sana. La ziada sina zaidi kukuambia tu unatakiwa usubscribe, ulike na ushare, na unaweka comment, unatuambia chochote na unatufuatilia ukiwa wapi. Mimi naitwa Samba Hamisi Mosi, Samba Kane Oji, alamsiki.